Mambo vipi? Safi kabisa. Wewe ni nani? Mimi naitwa Chionda. Chionda. Wengi wanajua kwa hivi. Inabidi baki hivi. Unafanya nini? Naona unatokea wapi? Mimi natokea niko Dar es Salaam. Niko Dar es Salaam, nafanya kazi ya kutengeneza magari, matairi yaliyoharibika. Matairi yaliyoharibika. Yaani mimi ni tire man. Elimu hii ya matairi ulijifunza wapi? Hii kazi bwana nilifundishwa na mjombano. Mungu amrehemu. Yeye ndio alionipa hii kazi. Toka mwaka 98 nimeanza kazi. Kazi mjomba wangu amefariki, lakini ameniachia ofisi. Kwa nafanya kazi. Shukrani zote ziende kwake. Ofisi ni ya kwako? Ofisi ni ya mabosi wangu mmoja anaitwa Peter. Lakini naishi nayo kama ndugu na brother kwangu. Niko na wadogo zangu, niko na Abdalla, niko na mdogo wangu Saidi. Tuko ofisi moja tunaendeleza hiyo. Abdalla ni huyo mwalimu wangu, ni babake, ni mzee Maulidi. Kwa hiyo Abdalla na Saidi ni mtu na kakake. Mimi hao ni mabinamu zangu. Ndo kazi inayokuendelesha maisha yangu. Kwa nini nimekuita hapa leo hii? Ni kwa sababu ya video ambayo ilikuwa zimepostiwa mitandaoni, mtandao wa TikTok. Yes. Na ulikuwa unaongelea kuhusiana na masuala ya dini. Na msimamo wako ilikuwa ni huamini dini, kwa sababu unaamini dini zimetengenezwa na binadamu. Kwa nini huamini dini? Dini kama ulivyosema, dini zimetengenezwa na wanadamu. Mungu kuwa na mpango wa kuleta kitu inaitwa dini. Dini unajua kwanza watu wa dini na watu wa politics ni watu wa moja. Dini na politics. Yes. Kwa sababu dini na siasa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii yote ni masuala ya kuendeleza maisha ya vikundi fulani na watu fulani. Kwa hiyo mimi nimestiki kwenye mila na tamaduni. Mimi napenda mila na tamaduni na ninapenda Uafrika wangu, na nikaangalia kushoto na kulia, kati na nyuma yangu ya kisogo. Nikagundua kwamba dini ni mikakati ya vikundi fulani vya watu, lakini zilimesaidia katika maisha. Lakini mimi bado sijezi accept. Bado sijezi kubali. Umesema unaamini mila na desturi ziko nyingi sana. Ni mila na desturi zipi unazoziamini? Mimi kwa kawaida naamini mila yote ya Kiafrika ni bora kwangu kuliko kufuata mila za wageni. Sasa hivi unaamini ipi? Sasa hivi mimi naamini kwamba ninachoamini wa Afrika, sera yetu, mgeni kumkaribisha kwa wema. Unasikia? Rafiki umkaribisha kwa wema na aondoke kwa wema. Kwako kusiwe na adopt juu ya mgeni wako ambaye yeye amekuja kwako kama mgeni mwema. Lakini wenzetu hawa waliokuja hapa tuliwapokea kwa wema, lakini wao walitufanyia mabaya. Unaelewa? Kwa hiyo ukiangalia ujaji wa hizi dini unazosema wewe, zilikuja kwa njia tofauti, lakini njia kubwa ni ya nguvu. Sio njia ya kubembelezana, kushawishiana kwa amani, kama wewe ulivyokuja na kumtaka mimi nije kwenye studio yako kwa unyenyekevu. Hapo kwanza dini, sasa watu wanaingia kwa amani. Lakini hapo kwanza watu walikuwa waingia kwenye dini kwa amani. Kwa sababu yule alokonka eneo lako, yeye ni mtu wa dini yake. Kwa hiyo anakuambia kama unaitwa bwana nani? Temidaye. Bwana Temidaye, kwanza jina lako wewe sio letu. Jina langu mimi la Kiafrika. Jina lako la Kiafrika. Temidaye. Kwa hiyo jina lako huwezi kwenda nalo huko useme njema. Kwa hiyo ili wewe uwe na pamoja nasi kwenye organization yetu au tuseme dini yetu, lazima ufuate majina yetu sisi tulioleta dini. Unaelewa? Mimi mila hiyo nimeikataa. Haya nimejifunza kwa mtu mmoja, kwa story hizi za dunia. Na katika utafutaji wa ukweli nikakutana na story ya kijana mdogo sana kutoka katika kijiji kimoja kinaitwa Jufle Village. Mwaka 1600 wakati wa Atlantic Slave Trade. Huyu kijana alichukuliwa, akapakiwa kwenye meli, akapelekwa nchi ya kigeni. Na wale mabwana wageni. Kwenye nchi ya kigeni yule bwana lazimishwa kufanya kazi za nguvu, lakini kabla ya yote ilitakiwa convert, aingie kwenye dini ya master yule mkubwa wake aliyemnunua na anayemiliki.
Maana kipindi hiko binadamu walikuwa kama mali unavyomiliki simu ya kwako. Kwa hiyo wewe ukinimiliki mimi unakuwa mali yako. Unanipiga unavyotaka. Utaniburuza unachotaka. Utaniamsha saa 9 usiku muda wa kulala. Wewe utaniambia mimi nikakuchotea maji ya kunywa au ogi nyumba kutoka hapo mpaka kule upande wa pili. Lakini kwa sababu yeye ni master hatakiwi kubishiwa. Hataki kumbishia master. Kwa mimi nikaona dini hizi zimeletwa na watu kwa sababu maalum na dini hakuna lingine ni utawala. Kwa dini moja kwa moja zimeungana na utawala. Unaelewa? Ndio maana wakati wa Roma wanaanzisha dini, mfalme alikuwa ndo mkuu wa kanisa. Waroma walianzisha dini gani? Waroma ni wao walikuwa wanaabudu dini zao za kale. Lakini wakalazimika kuingia kwenye dini ambayo wanaona kuingia kukusanya dini nyingine na kuziweka pamoja ili wale waliokuwa wanawapinga wawe pamoja, kwa sababu wanaabudu pamoja, wanakula pamoja. Kwa hiyo wao wakaamua kuwachukua, kulikuwa na mtu anaitwa Yesu, wakamuingiza katika nini, katika mfumo wao. Lakini wao walikuwa wanamkataa hapo kwanza alipokuwa hai anazunguka ulimwenguni, kwa stories zinavyosema kwamba wao walipoona yule mtu anawasumbua wakampangia mipango wakamuue. Kwa stories zinavyosema vitabu vyao, kwa sababu vitabu tunasoma vimeletwa sio kwa sababu wewe ni mtu wa dini fulani. Inatakiwa usome hata maadui yako mikakati yake ili ujue. Lazima usome maandishi ambayo yanamuhusu yeye na mikakati yake, na utajua jinsi ya kumwingia. Maana Waingereza wanasema ukishindana naye ungana naye. Kwa hiyo Waroma waliwashindwa wale watu wa dini, watu wale waacha huyo Yesu. Kwa hiyo ilibidi wawalazimishe wale watu waungane nao. Kwa hiyo wakatengeneza kitu kinaitwa mkutano wa Nicea mwaka 325 nafikiri AD. Yani hiyo baada ya kuja kwa kufa kwa Yesu. AD inamaanisha wenyewe wa Romani wanasema year of our Lord, mwaka wa Bwana wetu. Au wanasema baada ya kifo chake. Miaka 14 baada ya kuondoka Bwana Jesus, Ukristo ukaanza kidogo kidogo. Baadaye Waroma walikuwa kaupinga sana. Nani alianzisha Ukristo? Christianity. Christianity kwa ukweli Jesus siamini kama alikuwa Mkristo, kwa sababu Yesu hajawahi kuwa Kristo. Wewe unaamini au ni vitu ambavyo umesoma? Vitu nimesoma. Ni katika kusoma kwangu inaonyesha kwamba Kristo, Yesu ndio Kristo. Lakini niliposoma ndani nikaona Kristo ni maandishi ya Kigiriki. Ukisema Kristo, Kristo si maana yake mtayarishwa. Mtayarishwa wa kuwa mfalme, nabii au rais, kiongozi wa serikali ya mtaa. Wote unajiandaa kuwa kiongozi, uwe ni mpako wa mafuta. Yaani kwa mujibu wa Wagiriki wa kale, Kristo ni mtayarishwa kuwa mtawala katika eneo lolote, iwe nyumbani, iwe kijijini, iwe taifa. Ngazi yoyote ya utawala mtu huyo ataitwa Kristo, si kwa sababu ameandaliwa kuwa mfalme au kiongozi. Ndio maana. Kwa hiyo mimi ninafichukulia Kristo, wao akachukua hili neno Kristo, Konstantini akauchanganya na paganism ya Roma ambao wanaabudu dini ya Mithras, ambao Mithras wana mungu wao anaitwa Apollo. Yani Apollo ni sun god, ni mungu jua. Unaelewa? Kwa hiyo wakachanganya paganism wakamixi na mafundisho ya yule mtu aliyekuwa anaitwa Yesu au Kristo, wakatengeneza dini. Kwa hiyo vita kati ya wanafunzi wa Yesu na Waroma watawala ikaisha, kwa sababu wako pamoja sasa. Atakaye kaidi ataitwa msaliti, lakini tena si adui, ila ni msaliti wa ndani. Hivyo ndivyo ilivyotokea dini. Kwa hiyo dini nilipoona Konstantini akaitisha Nicea Conference wakati yeye ni mpagani. Umeelewa? Konstantini yeye ni mpagani. Kwa sababu Konstantini anasema yeye aliota ndoto mwaka 312 wakati anaenda kupigana na jamaa mmoja anaitwa Mark Sanchez katika eneo wanaliita Meridian Bridge, katika daraja la Meridian.
Huyu Mark Sanchez alikuwa ni adui wa Konstantini. Konstantini anasema kabla hajaenda vitani, usiku amelala, akaoteshwa, akaambiwa, akaona ishara ametiwa katika ndoto kwamba tumia alama hii utashinda. Wenyewe Walatini wanasema in hoc signo vinces, for this sign you will conquer. Kwa hiyo Konstantini akiwa mpagani akaamuru watu wote wanajeshi na raia wake ambao wanapambania taifa, basi vitu vyote vya taifa viwekwe alama ya msalaba. Kwa hiyo ndo maana Yesu akawekwa msalabani? Hapana, sio kwa sababu hiyo. Msalaba ulitokea? Msalaba ni kwa sababu umesema Konstantini alioteshwa akaonyeshwa alama ya msalaba. Alama ya msalaba, alama ya ushindi kwake. Alama ya ushindi kwake. Hii ilikuwa ni kabla ya Yesu? Hii ni 300 mwaka 200 na alipote 312. Ilikuwa baada au kabla ya Yesu? Hii Yesu alishaondoka. Yesu alishaondoka. Sasa Yesu alikuwepo na akawekwa msalabani. Msalaba anawekwa msalabani wowote ni mtu mwenye makosa. Ule msalaba wa Yesu aliowekwa mwanzo ulitokea wapi? Misalaba ilianzia Kemet. Misalaba iko aina nyingi. Huo ni mmoja tu katika aina ya msalaba. Hata Ramses wa pili alikuwa anatumia msalaba kuadhibu wahalifu. Kwa hiyo yule alimweka pale kama adhabu watu wote waone. Ina maana ukiwekwa juu unaadhibiwa, watu wote wataona kwamba wasirudie mchezo ule, nao utakuwa kama yule pale. Hiyo ni onyo. Kwa hiyo huwezi wakauliwa chini, ili mradi aweke juu watu wote waone, wasirudie kosa la kupinga serikali. Turudi kwa Konstantini kuhusiana na msalaba wake. Konstantini yeye hakuwa mtu mwenye dini kama nilivyokuambia. Ila Konstantini alikuwa mtu mwenye greed, tamaa. Anapenda sana madaraka. Wakati huo yuko madarakani, yeye alikuwa anatumia kila njia, kila mtu, kila mpaka alikuwa anataka upite ateke huo kwake. Konstantini huyo akashinda kwenye vita ya Romeo ya Bichi. Aliposhinda vita, akaona ile ishara niliyopewa na kushinda kweli nimeshinda. Mark Sanchez na watoto wake wote wakauawa. Mark Sanchez alipokufa na wanawe, utawala wa eneo alikuwa anatawala Mark Sanchez, kuvuka daraja la Moravian upande wa pili ndio ilikuwa eneo anatawala Mark Sanchez. Kwa hiyo Konstantini akahodhi eneo lote, akawa mtawala, the great imperial. Konstantini akachukua maeneo yote alikuwa anatawala Mark Sanchez, maadui wa Mark Sanchez akawaangamiza. Konstantini akatawala pale, mwisho akahamia Constantinople ambayo leo hii inaitwa Istanbul. Akaiacha Roma chini ya Papa. Papa alitengenezwa na nani? Papa alitengenezwa na himaya. Papa ni cheo ambacho kinatokana na cheo cha kale kabisa wa high priest wa Mithra. Alikuwa anaitwa Maximus Pontiff. Cheo hiki kinalingana na hiki cha Papa. Kwa hiyo kutoka kwenye upagani wakaja kusimamisha dini ya wote, wanasema dini ya wote ya Kikristo, ambayo hiyo ni. Lakini wakati huo hao wa Roma walio convert kuingia kwenye Ukristo, wana chini ya juu kanisa, chini kuna hekalu la Mungu Mithra. Wakitoka juu wanaenda chini, wanaenda kuabudu kimya kimya. Wewe ndio maana ninachokwambia, hadi leo wazungu hawajaacha mila zao za kipagani. Wazungu hawajaacha mila zao za kipagani kwa sababu bado wanaendeleza mila zao, ila sisi wanatuambia tufuate mila zao. Kama wao bado wanaamini mila zao za kipagani na wanasema hii dini ya Kikristo ni ya wote, kwa nini sasa wanaihubiri dini isambae kote na wanasema hii dini ni dini ya upendo? Unajua kuna vitu duniani kama dini ni utawala, kama nilivyokuambia. Kwa hiyo watu wengi wakiwa wamekubali hiyo dini, basi wewe utakuwa rahisi kutawaliwa kufuata, kwa sababu ukitumia upanga kumlazimisha mtu kuna utawala inakuwa ni shida, kwa sababu mpanga ushaua wengi. Kwa hiyo walichofanya wao ni kuchukua dini na kuchanganya na dini zile hizo zikuta na dini zao za kipagani na kazimixi, wakapata nguvu ya watu. Watu wengi wakaunga mkono
na wao nguvu hii haikuja bure. Baadaye wao wakatangaza mtu wowote anaupinga Ukristo naye atauawa. Wakati wao walitangaza hapo kwanza mtu wowote anaofuata Ukristo atauawa, lakini baadaye wakawa maadui wawili wameungana pamoja, wakaamua kuwa deceive mess of the people. Umesikia? Kwa hiyo watu wengi wanafuata wasiolijua. Sawa, dini kubwa duniani ni mbili, Christian na Islam. Umeniambia Christian ilipotokea, Islam ilitokea wapi? Islam kwa ufupi, Islam katika dokumenti na vitabu nilivyosoma, wenyewe Waislamu wanasema Uislamu ulianza toka Adam. Unaelewa? Wanasema Uislamu ulianza toka Adam. Muhammad alikuwa nabii wa mwisho kuja kutimiliza kwamba sasa Uislamu imekamilika. Ibrahimu alikuja na kipande, Musa alikuja na kipande, Ishmaili alikuwa na kipande, sijui hadi huyu Yesu wao na Waislamu wanamuita Isa, naye alikuja na Taurati na alikuja na Injili kama Musa alivyokuja na Taurati na vitabu vyake vitano. Kwa hiyo hao na bwana wakatengeneza mipango yao. Kwa hiyo Uislamu ukaanza kuja Afrika baada ya kufa Nabii Muhammad. Waislamu wanaamini hivyo kwamba ulianzia tangu Adam, na ndivyo wanavyoamini. Kwa mujibu wa vitabu ambavyo wewe umevisoma, Uislamu umeanzia wapi? Uislamu umeanza mwaka 600 kwa sababu Muhammad alipozaliwa alianza kuhubiri Uislamu akiwa na miaka 40. Alipokuwa na miaka 40 akaanza kupewa utume wake kutokana na vitabu nilivyosoma. Alipewa wanasema na malaika Jibrili. Hapa nako ndiko dapti ya kwanza inaitisha mimi katika dini. Dapti ya kwanza huyu Jibrili, ili jina hili lilitokana nani? La kikabila. Hili jina la Jibrili ni la kikabila la kutoka kwa Mungu mwenyewe, au wanadamu wamepanga kutokana na resi, rangi au na ukoo? Kwa huamini kwamba alikuwa anaitwa Gabriel? Siamini, kwa sababu ukimuita Gabriel ni jina la Kiingereza. Vitabu vinasemaje? Vitabu wanamuita Gabriel, lakini si ni majina mapya yaliyotengenezwa, kwa sababu kama Gabriel mtokea Muhammad, ina maana alikuwa hapo miaka mingi kabla hajaitwa Gabriel. Alikuwa anaitwa nani? Unaelewa kaka? Kwa hiyo Nabii Muhammad akasambaza dini kwa muda wake, maana alikufa na miaka 63, na maana alihubiri dini chini ya miaka 23. Wale wanaitwa Makureishi ambao ni na ndugu zake walimkataa. Wakamuona anaitia dini ngeni. Wao na dini yao, kama kukwambia, wao wana mila na tamaduni zao, wana miungu yao mitatu. Wakasema hawa ndio miungu wa kweli, Uzza, Lata na Manata. Muhammad akamwambia hizi ni idoli, ni vinyago tu. Kwa hiyo msiabudu hii. Kuna Mungu wangu alinileta mimi na amenipa mwongozo na ufunuo, anaitwa Allah. Kwa hiyo lazima nimfuate huyu. Makureishi wakakataa na wakapanga kugeia. Kwa mujibu wa vitabu, huyu bwana akahama Maka, akahamia Madina, akaanzisha dini yake Israeli sana akiwa wapi? Ni Madina. Lakini baada ya kuona kule ameshamaliza, ilibidi arudi nyumbani Maka. Akarudi Maka, mji akauchukua kwa amani. Watu wote baada washatanguliza wa ukatangulizi, watu wakampokea. Walimpinga walikuwa wachache. Muhammad akawa mtawala wa kijeshi, akawa military commander. Muhammad akawa sultani asiyevaa juu. Unasikia? Sultan asiyevaa juu. Sultani ambaye yeye hataki mamlaka makubwa, lakini nia yake ilikuwa nini? Yeye dini yake iwe kubwa. Lakini Muhammad katika dini zake kuna kutangaza kwake, katika vitabu inaonyesha kuwafanyia watu mabaya, kama walisi wake ndio walikuja kuwafanyia mabaya watu wengine. Umeelewa? Kwa time Muhammad anakufa mwaka 600 na kitu, utawala wake ukawa kulisi utawala wa Muhammad, ilikuwa kesi. Ndio maana ikatokea hapa kuna Shia na Sunni. Na Shia wanaamini kwamba Ali ndugu wa Muhammad ana haki ya kulisi madaraka. Ikaja conflict, chaos within, ni vurugano ndani.
Kwa hiyo Ali akatengwa, madaraka akapewa Abubakari ambaye ni mko nabii wa Uislamu Muhammad. Huyo yupo Shia au yuko Sunni? Muhammad yeye Ali wakamfuata baadaye. Wakati huo, wakati wa Ali alipoondoka Muhammad, kulikuwa kuna Shia wala Sunni, kulikuwa na mapokeo madogo machache. Haya mapokeo hivi ninavyokuambia hapa, tunavyoongea mimi na wewe, Uislamu umegawanyika zaidi ya madhehebu makundi 70, lakini nabii wao walipoondoka aliacha njia moja, wanasema wafuate njia moja. Sasa baadaye kaja ili kutangaza Uislamu wao wengi na dini ndio utawala. Abubakari akalanchi vita kuelekea pande 3, anaelekea Rome, anaelekea Afrika, akaelekea na Persia Ujeni. Akaenda akashinda Ali, lakini ushindi huu ulitokea na umwagaji mkubwa wa damu, utekaji na biashara ya watumwa ikaendelea. Maana wanasema mateka wa kivita ya kipindi hiko alikuwa anauzwa kama unavyouza, umeokota vitani, umepata dhahabu unakwenda kuiuza. Kwa hiyo walikuwa wanauzwa, lakini watu wengi walikuwa wanauzwa ni Black Bay, kwa sababu hizi resi mbili adui yao mkubwa ni mtu mweusi, na hawajawahi kumsamini mtu mweusi. Kwa mtu mweusi kwao ni kama kikaangu kidogo sana ambacho kikizi kupikia chakula. Kwa hiyo wao ni kama, yani kama vile ulivyokuwa na mbwa, paka. Na Mwarabu ndio mtu wa kwanza kufanya biashara ya utumwa, akamfundisha Mwingereza. Mwingereza ameiga biashara ya utumwa kwa Mwarabu. Kisha kumsikia mtu anaitwa Tipu Tipu. Alitawala Zanzibar. Yule alikuwa mfanya biashara. Yule alikuwa slave trade. Yule alikuwa mfanya biashara ya watumwa. Na huyo jamaa ni mweusi mwenzetu. Lakini ndio wale walofanyaje? Walopewa. Sasa Tipu Tipu alikuwa mtu wa dini, lakini alikuwa anauza watu kwa watu wa dini. Watu wa dini nao wanauza watu kwa watu wa dini. Wewe unaitwa savage. Wewe ni kifaa tu, unauzika watu wafanye mambo yao. Ukawa mjenzi, ukawa mpishi, ukawa nini. Kwa hiyo wewe una thamani kwao. Hata ukifa bila kutibiwa wewe una thamani. Umeelewa? Mimi kusoma kwa dini nimeziacha. Mimi nilisoma Uislamu kidogo. Sababu ya kuziacha dini ndo hizo unazozitaja? Sababu ni kama hizi ni chache tu, na sababu nyingi tu. Kwenye video yako umesema dini ya Kiislamu inaongozwa na Arab supremacy. Yes. Na Christian ni white supremacy. Arab ni Arab supremacy, dini ya Islamic. Yani ukuu wake, ukiwa Muislamu lazima ufuate mila za Kiarabu. Sio kuona watu wengi wako na msikitini wanavaa mkoko. Kanzu. Watu wengi wanakwenda kanisani wanavaa mkoko za kawaida. Suti. Nguo nzuri za kuchomekea. Yaani mavazi ya Mwingereza. Mwingereza anaitwa the smart one. Mtu wa kwanza mtaalamu duniani ni Mwingereza. Kwa hiyo na lazima uvae kufuata mavazi ya Mwingereza. Kwa sababu sisi Ukristo wetu tumeletewa na Mwingereza ndio umekuja zaidi. Ujerumani kakaa, lakini na Mroma naye amepita kwa mbali, lakini Mroma ndiye kututawala sisi. Ila Mroma ndiye alipeleka dini Sudan, hawa ni wa Byzantine. Kuna miaka hiyo wa Byzantine ndio alipeleka dini Sudan. Ambao chini ya Justinian ndio alipeleka dini Sudan. Kwa hiyo dini hizi zote ni man-made. Imetengenezwa ili kupukuni utawala, kupata nguvu. Kwa hiyo usifikiri kuna kwenda mbinguni, kwa sababu kama kuna kwenda mbinguni kwa dini, basi wazungu na Waarabu wasingetotea dini. Dini zingekuwa za manufaa. Nenyo maisha watu kama wao wanavyoishi. Mtu anaendaje mbinguni kwa mujibu wa maandiko uliyosoma? Kwa kutenda mema. Mema ni yapi? Mema msaidie mwenye shida. Vitabu gani vinafundisha msaidie mwenye shida? Kwa sababu ukijaribu kusoma vitabu vya Kikristo vingi vinasema hivyo. Kwamba Yesu wakati analeta Injili
alifundisha wasaidie wenye shida, cha kwako kama wewe ni tajiri mpe masikini, kama una nguo mbili mpe moja mpe mwenzako. Lakini haya ni maneno ya mtu wao ambaye walimchukua cha kwake kwa nguvu na yeye mwenyewe walimuua. Unajua maana yake ilikuwa ni ilikuwa kutengeneza ya kwao hao, kwa sababu ya kwake anaonekana mazuri, wao watakosa utawala. Kwa hiyo lazima huyu tumuondoe, watengeneze kitu kitengo cha. Kwa hiyo mawazo yake yale wakakaa kaburi, wakaona yanafaa kabisa kutengeneza kitu kitakachokuwa kutengenezea manipulation wale wanadamu. Sisi tu nguvu zetu za utawala ziendelee kudumu. Hakuna jambo wanaliogopa watu aristocracy au mairiti kama kuanguka. Sawa. Katika mjadala wako kuhusiana na ubabe wa ukuu wa Waarabu na Wazungu, kwa maana supremacy unaonaje mwingiliano wa kihistoria kati ya itikadi hizi za ueneaji wa dini duniani kwa Uislamu na Ukristo barani Afrika? Uingiaji wa Uislamu na Ukristo barani Afrika uliingia kwa sword in the curse, upanga na vilegu. Hakuna amani. Babu zetu wote wanalazimishwa. Mfano mdogo ni kutolea Kunta Kinte. Aliambiwa aache jina lake la Kunta Kinte. Huyu dogo anatoka Jufre Village kule Gambia. Akaambiwa kuanzia leo unaitwa Tobias, sio Kunta Kinte. Kwa sababu jina lako aliendana na dini yetu. Kunta Kinte alibisha zaidi ya miezi 3, lakini kwa sababu ya kuponya kichwa chake kisianguke mabegani mwake, Kunta Kinte atakubali. Hata utakata. Naambia ufe au kubali. Kwa lazima uponye kichwa. Bora ukata mkono kichwa kibaki. Kwa yeye kapolwa imani yake, lakini kichwa chake kipo. Kwa imani yake inabaki moyoni mwake. Kwa hakika imani ni jambo ambalo usiojua. Unaamini kwamba kesho mtaenda kununua gari, lakini kesho huwezi kwenda kununua gari. Kwa sababu wewe una imani tu. Na imani kwamba kesho mtakula chakula kizuri, lakini pesa una. Ni imani tu. Kesho huwezi kupata hilo kitu. Imani inaponya, lakini imani inaponya ni mashairi. Umesikia? Imani inaponya, lakini mashairi. Wangapi wameponyeka kwa imani? Takula. Wengi wanasisitiza kwamba wamepona kutokana na imani yao. Sana. Sababu hata Yesu kwenye mafundisho yake alisema imani yako imekuponya kabla ya kwenda kumponya mtu. Kwenda kumchukua sawa. Kumtoa yule jamaa kipofu alikuwa aoni. Kipofu, hata yule mama ambaye alisema mwanae amekufa anaumwa nyumbani, akamwambia imani yako imekuponya, nenda nyumbani mwanao atakuwa mzee. Ndio. Sasa wale sasa hivi watumii hivi. Hapa mambo haya ni mambo mazito sana. Sasa dini zilivyoletwa kwa mfumo wa upanga na chaos kama ambavyo unasema, unadhani simulizi za kihistoria hizi zina mchango gani katika kuendeleza na kupinga mifumo hii ya ubabe au kutokana na rangi na ngozi hadi leo? Inatakiwa Waafrika tukae tufikiri. Je, tumepata faida, tumepata hasara? Tumenyanyuliwa na hivi vitu vya kigeni au vimetuangamiza? Mimi ninachoona vimetuangamiza, vimetushusha chini. Kuna baadhi ya matabaka na kawaida yao watu wakitengeneza kitu lazima wapate watu wa kuwasaidia kutoka kwenye jamii yenu, ambao hawa ni wasaliti wanakuja kuuza nini. Alafu hawa wao ndio wanakataa kila kitu utakachokiongea mwingine, kwamba wewe unakosea, wewe unakufuru, wewe unaita kufuru, blasphemy. Kwa kutaja jambo la kweli, kwa kuongea jambo la kweli kwa watu wako unaowapenda. Afrika kama nilivyokuambia tulikuwa na mila zetu, lakini mila zetu watu walikuwa wanakata miti usiku, wazungu wanakodi wakate miti ndio kwa babu zetu wanakaa chini wanaomba. Na mvua inakuja. Umesikia bwana? Mimi kwa macho yangu nilikuwa ni mdogo, katika umri wangu mdogo nikiwa nyumbani huko maeneo ya Mikese. Nikashuhudia babu yake na mama yangu alishawahi kwenda mji mzima umekuwa jua kali, chakula hakuna hata majani yani kuchuma ule mchunga. Unajua mchunga? Unajua mchunga upatikane. Ule mlenda, unajua mlenda? Unajua. Mlenda upatikane. Kwa hiyo bamia hali hamna hata kwenye mto. Kwa hiyo walichofanya wana kawaida wanasema wewe tumekosea nini?
inabidi tuchangishane. Kuna pesa kipindi hiko, mimi niko mdogo sana, kuna pesa zilikuwa zimetoboka kati, wanachangishwa wana kijiji, zinakwenda kununuliwa nguo. Wale wazee wanajichagua, wazee walikuwa safi. Wazee wanachaguliwa na kuwa safi, sio wachawi. Hiyo ni watu wenye imani, yenye nguvu katika kumwamini Muumba mbingu na nchi, ambaye alimleta babu yao babu yao babu yao na babu yao. Kwa hiyo mimi ninachoamini hapa, naamini Mungu wa babu yao wa babu yao wa bibi yao wa mama yao. Mimi siamini Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Hawa watu kama walikuwepo, walikuwa kwenye msaada wa imaya yao, hawawezi wao kutusaidia sisi. Mungu wa mzungu hawezi kuja kunisaidia mimi, kwa sababu kwanza Mungu wa mzungu washamuonyesha kabisa, anaonekana kwa matukio kwamba yeye ni white man, ni mtu mweupe, ana nywele za blondi, nyekundu au yellow, au atakuwa ana macho ya blue. Ushawahi kuona ile picha? Picha za mfano wa Jesus. Na tunasema kwa sababu maisha ya Jesus alipoishi, hii kitabu kinasema hivi, there has never been a man that ever walked the earth in a human form of any race, creed or color by the name of Jesus Christ. Nasema kulikuwa hakuna mtu wowote katika dunia hii anayoitwa Jesus aliyewahi kukanyaga ardhi hii. Yesu ni nani? Yesu ni myth. Kwa Mswahili ambaye haelewi myth, ni hadithi ambazo ni vitu ambavyo vya kuaminika lakini havina reality. Hakuna mtu anayewahi kuishi na Yesu ale ushahidi wake kitu chake hicho chini ya juu, hakuna. Vitu vyote na vigeni vilivyotengenezwa na vizazi vingine, sio vizazi vya Yesu. Hakuna shahidi hadi leo. Ukiongelea Yesu wako 13 watu kama Jesus. Nasikia unaweza kuwataja kwa uchache, nitawataja hata 2 au 3 ambao leo, kama huyu Apollo yeye ni kama Jesus. Alizaliwa akiwa kwa mama bikira, akiwa na wanafunzi 12, mmoja wapo akamsaliti, naye akauawa katika msalaba. Apollo. Tunakwenda kwa Zeus. Huyu anaitwa the owner of 99 God, miungu 99 iliyoko katika mlima Olimpoko au mlima Olimpiki pale Mgiriki. Yeye naye amezaliwa katika miracle of conception, uzao wa ajabu kwa kukosa baba. Amezaliwa kutoka kwa mama tu, na akiwa na wanafunzi 12, mmoja akamsaliti. Unasikia basi? Hadithi ya usaliti. Kwa nini kuna usaliti katika Apollo na kwa Zeus? Apollo, Zeus, Jesus, wote walikuwa na usaliti. Kwa hiyo hii ni myth, ni hadithi moja. Hii imekandana na koo. Kama vile unapoangalia wa Babeli wana kitu wanaita Nimrod, Semiramis na Tammuz. Huyu Tammuz, Semiramis ndio ukienda Egypt wanaitwa Horus, Isis na Osiris. Horus ni mwana, Isis ni mke. Kwa hiyo hawa miungu mitatu ilianzia kale. Kwa hiyo tunachosema kwamba Constantine alikuja kurevive, kuja kufufua tu. Turudi kwa Yesu. Tumefundishwa Yesu. Kwa nini Yesu unaamini ni hadithi? Mtoto wa Mungu ni nani? Mungu hajawahi kuwa na mtoto. Mungu akiwa na mtoto atakuwa na ukoo. Kwa kawaida ni mmoja anaozaa atakuwa na ulisi. Kwa hiyo dunia ingeendeshwa chini under chaos, kila mmoja anataka madaraka. Kwa hakukuwa na Bikira Maria. Bikira Maria ndio Ishtar, ndio Isis, ndio Semiramis, ndio Fatima. Wakati tunaanza mazungumzo ulisema kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anasambaza dini, alikuwa anasambaza maneno mazuri, ambaye alikuwa na watume wake wale 12, kina Petro, kina nani,
ambao walikuja kuwa na nguvu sana hadi Konstantini ilibidi aungane nao kutengeneza Kristo. Huyu mtu ni nani? Nani huyu ambaye aliuliwa akawekwa msalabani, huyu akafufuka siku ya tatu akapaa mbinguni? Huyu Jesus huyu wanamuita Jesus Isa, ila jina lake wenyewe kwa mujibu wa vitabu vya dini vya Kiyahudi, kama unaposoma Tanaka ni mchanganyiko wa maandiko ya marabi. Marabi ni walimu pamoja na maandiko ya Bwana Musa yaliyomixiwa pamoja, mapokeo, ndio akatengeneza kitu Tanaka. Tanaka leo hii inaitwa Talmudiki. Talmudiki ndani yake imebeba the Pentateuch, the 5 book of Moses, ambavyo ni tumesema vitabu vya kwanza 5 katika Biblia, kuanzia Mwanzo, Ufunuo, Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati. Viko vitabu vitano. Kwa sababu sio familia sana, ila napendaga kusoma, kwa sababu ukiangalia humu nakuta genealogy inakwenda moja kwa moja kwa it mean kwamba unaweza kusoma kitabu cha Bible kwa wewe unataka history, ujue kwamba black race, rangi na kila kitu imetokea. Vitabu vya kwanza ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Mambo ya Lawi, maana yake ndo akaja kutengeneza kitu kinaitwa law. Law ni Lawi au katika ukoo, kwa mujibu wa vitabu ya waandishi tofauti, Lawi ni walikuwa wana sheria. Kwa hiyo hizi Pentateuch ikatanganywa na maneno ya marabi wa Kiyahudi, kwa sababu Wayahudi wale kwanza kabla ya yote sio wale waliokuwa mwanzo. Ndio maana hata Gamaliel Abdul Naseri kuna kipindi alikuwa anahojiwa, akaambia vipi Wayahudi walioko Mashariki ya Kati wanaweza kurudi nyumba walikotoka hapa Misri, kwa sababu kule uko na vurugu utawapokea? Najua Gamaliel aliwajibu vipi, aliwaambia siwezi kuwapokea kwa sababu waliondoka hapa wakiwa weusi, wanarudi wakiwa weupe. Unasikia? Kila kitu 70% wanachokwambia sio kweli. Dunia imejengwa na uongo. Unasikia? Dunia inatengenezwa na uongo. Ukweli ni upi? Ukweli kwamba Mungu watu wote ni wa kwake. Hakuna chosen one. Mungu alichagua ukoo fulani ndio bora, kama wanaitwa Wayahudi. Ukoo wa watu 12. Ukoo 12 za Kiyahudi. Ukoo 12. Huyu ukisikia Wayahudi ni mtu mmoja anaitwa Juda. Juda ni mtoto wa Jacobo. Yeye ndiye alikuwa mlisi wa eneo la Jerusalem. Juda amelisi eneo la Jerusalem ambayo inaitwa Jebusi. Jebusi ni Jerusalem. Kwa hiyo huyu Jebusi ndio mwa Jerusalem. Huyu ni kitukuu cha Hamu kwa mujibu wa maandiko ya vitabu vya Biblia na hadithi za kale za dini. Lakini kwa hakika dunia hii wazungu wanachokifanya ni kufuta mila na tamaduni za mtu mweusi, kwa sababu sisi ndio tuleta ustaarabu wote chini ya jua. Kwa hiyo ili kuondoa mila na tamaduni za mtu mweusi lazima watu weusi wote wapotee. Ndio maana tuletea njaa, vita, magonjwa, dini, elimu ambazo hazina msaada kwetu. Elimu zipi hazina msaada kwetu? Elimu ambazo hazina msaada, wewe unakuwa wa kukariri. Ukija una cha kuendeleza. Naweza nikakuuliza brother, kama wewe una master, umemaster nini katika maendeleo ya watu wako? Wewe una masters. Je, umewasaidia nini watu wako? Hivyo watafuta watu na master duniani wako yote. Lakini wachokifanya ni kwenda kuwafundisha yale waliopewa na wenzao. Hakuna lingine unagundua. Kwa hiyo wao ni bado wametengenezwa kuwa puppet wa white race. Yaani wao ni watumishi wazo. Ndio maana hapa ninachoongea na watu watakuwa wamekasirika sana.
Ila mimi nasema hivi, wasikasirike. Mimi siko upande wa dini yoyote na wala sichukii watu wa dini. Ninaishi nao, tunalala nao na tunashughulikiana kwenye mashida na raha. Mimi familia yangu, mimi na watoto zangu wanafuata dini zao ya mama zao, kwa sababu wanajua baba yao hivi. Wao wafuate dini za mama zao. Anaopenda dini ya Ukristo aende, anaopenda Uislamu aende, anaamua siwe na dini sawa, anaamua kwenda kwa dini ziko nyingi, anakwenda kwa Hinduism, anakwenda Shinto, anajaribu kwenda kwa Confucianism, anaweza kaenda. Kwa nini Wachina walikataa dini ya Kikristo wala Kiislamu? Kwa sababu ni dini za kikoloni ambazo hazina msaada. Kila mmoja na mila zake mzee. Msikie, sisi kwa nini tuletee mila zao? Dini tamaduni. Nimekwambia kwanza. Ndio maana ili uwe Mkristo lazima uongee kizunguzungu. Msikia, uongee kama mzungu. Habari gani? Mambo yako, ujambo. Yani unaongea kama unateleza, lakini una mambo yako unamtega mtu. Msikia, na hata hawa walipokuja wanakuwa wema sana. Lakini baadaye kinachotokea utaamini. Ndivyo alivyokuja John Hawkins. Alisema anakuja kutangaza dini. Yeye alitumwa na Malkia Victoria. Huyu ni Mwingereza. Unajua meli anakuja nani anaitwaje? Anaitwa Jesus. John Hawkins. Ndio mtu wa kwanza mwaka 1500 aliingia katika pwani ya Afrika. Hao walipokuja ndio kaanza kuuza watu. Kwanza analeta conflict kati ya wewe unaongoza kijiji cha kwanza na mimi naongoza kijiji cha pili. Tukija kugombana anakuja kutuchukua na tutia kule. Yani mimi na wewe tunapigana. Mimi nikikushinda wewe na kupeleka kwa John Hawkins. John Hawkins anasema tukamao na kazi ya kufanywa. Kumbe anakwenda kupakia kwenye meli. Mwishowe biashara hii ikaendelea kote. Na watu wote walikuwa wanafanya utumwa ni watu waliokataa kuingia kwenye dini. Kama ulikataa kuingia Ukristo. Wakati sisi tushachukua eneo lako. Kijiji chenu tushakichukua. Una machaguo mawili. Uondoke au ufe. Uondoke au ufe. Ndio ilivyokuwa dini ilivyosema. Tukirudi pale kwenye Afrika, umegusia wazo kwamba dini zililetwa barani Afrika. Unaweza kuelezea kwa mifano mahususi unayoamini kuwa taasisi za kidini au viongozi wa kidini, si ndio? Walitumia propaganda au ujanja kusimika na kudumisha mamlaka yao ya kutawala watu. Walitumia hiyo. Waliwaambia kwamba hii dini ni bora. Itakupeleka kwa Mungu. Ukienda kule utaishi maisha ya milele. Maisha duniani ni mafupi sana. Unapokufa utaishi miaka mingi. Ni kweli. Mtu ukifa binadamu alizini unakaa miaka mingi kuliko maisha ya duniani. Lakini je, ni kweli kwamba ukifa unaenda peponi? Kwa hiyo hakuna afterlife? After death? Through religion? No. Mimi naamini ukifa kuna kitu naamini kinaitwa incarnation. Ushakusikia incarnation? Maana yake nini? Incarnation ni mimi nikiondoka anakuja kuzaliwa mtu kama mimi. Hii imani imetokea wapi? Hii imani hii sisi wa Afrika tunayo miaka mingi. Ila ilikuja kufutwa na wazungu. Na wazungu wanafanya wao ndio wagunduzi wa imani ya incarnation. Lakini wa Afrika ndio tunafanya incarnation. Na ndio maana tukiwazika mafarao tunawafanya kitu inaitwa mummies. Tunaviringishia, tunatoa vitu vyote vya kuoza tumboni. Tunawaekea chumvi na madini na vitu kadhaa ndani ili wasioze. Baadaye wewe wanaweka kwenye wanaita sarcophagus ambayo ni sanduku la kuzikia. Alafu anakwenda kuwekwa kwenye chemba umburia, eneo la kuzikia kama ile chumba kile kidogo. Chemba maana neno chemba sisi Waswahili tunaita chwiba. Ni neno la Kiingereza. Kwa hiyo unakwenda kuwekwa, unaingizwa kwa sababu zamani yalikuwa makaburi mengi ni ya mapango. Kwa sababu mapango yalikuwa mengi na ni special. Mtu wao anaweza akachimba akatengeneza pango lake la kuzikia mwenyewe. Au familia ikawa na eneo lake. Kama vile nilivyosoma kwenye Bible, mtu mmoja anaitwa Ibrahimu alipokufa Sarai akaenda kuuziwa pango la Makipela la kumzika mkewe Sarai. Naye Ibrahimu alipokufa
alizikiwa makipea. Umeelewa? Kwa hiyo hadithi ya incarnation iko muda mrefu. Ndio maana wa Misri walikuwa wanaweka watu wao, wanajua wataenda kufanyaje. Kama maisha ya baadaye yapo, wataenda kuishi maisha ya baadaye, lakini sio haya wanaosema kwamba unakwenda kupewa izini ya kuwa mkubwa, kuishi miaka mingi, kula unachokitaka. Hii ni vice versa. Wasikia kaka, haya ni maisha ya duniani. Kwa unachokiamini wewe, mtu akifa hakuna afterlife, hakutokuja kuwa na mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia hakuna. Kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana si cha kweli. Nimesoma Ufunuo wa Yohana. Ningesoma Ufunuo wa Yohana. Kile kitabu lakini kinasema kuna mwisho wa dunia. Ya, ni kitabu waliandika. Na kila mtu anaandika cha kwake, anaandika inavyofikiria yeye. Kwa kile kitabu ni myth. Yes, that is the myth. But that's a story. Ukisoma unaburudika, unapata tumaini, lakini mpaka uchanganue sana ndio utajua kwamba hii ni mfumo maalum wa utawala uliowekwa. Ukiamini vile, basi utaishi kinyenyekevu sana, kwa sababu ya kutegemea kesho kutakuwa na kifo. Ni kifa mimi, utakwenda kwenye sehemu gani? Sehemu ya wokovu. Heaven ingekuwepo, mzungu asingekuletea dini, kwa sababu mzungu hana mpango na wewe uende naye peponi, wala mwanangu ana mpango wewe mwende wote peponi. Anakufanyia duniani anatosha. Itakubali wewe na wewe kwenda mkanya chai pamoja kule motoni? Ni wapi motoni? Neno moto limeletwa na vitabu viwili tu duniani, Quran na Biblia, ndio imeleta neno moto. Lakini ukisoma vitabu vingine kama vile Papyrus of One, Ancient Book of the Dead, the Kemet, ukisoma Papyrus of Nineveh, Book of Gilgamesh, umeelewa brother? Hivi vitu vyote vina moto wala pepo. Hivi vyote vinatakiwa maisha mema duniani, kuishi na watu vizuri, kwa sababu ndio ulimwengu ulivyo. Yataka kupata upate watu msaada wakupe. Wakati Yesu anaondoka alisema naenda kuwaandalia makao. Ni yapi? Anaenda kuandalia makao, na nitakapokuwa mimi nani muwepo. Makao haya maandishi yaliongezea mkono, kwa sababu hiyo andiko umelitoa katika Agano la Kale, Agano Jipya. Agano Jipya. Injili. Hii ni maandishi ya mikono ya waandishi, kwa sababu kalamu ndio shida ya ulimwengu. Watu wote wanatumia kalamu zao kwa manipulate watu, wafanyie manipulation. Kwa hiyo unaamini vitu ambavyo havipo. Waafrika sasa wanaondokanaje na hii hali ya wengi sasa hivi wameshikwa na dini? Sisi wote, mimi ni Mkristo. Wewe ni Christian. Mimi ni Roman Catholic. Wewe ni Roman Catholic. Wewe ni Mroma lakini Mtanzania. Yes. Sio? Sasa kwa nini usiitwe ukajiita mimi Mtanzania, usiite Mroma? Nimezaliwa nimekuta ni dini wazazi wangu wanayo. Nisoma kitabu kimoja cha jamaa mmoja aitwa Edmund Flaudi, kinaitwa Mankind Search for God. Unaongea wewe mfano mkubwa kwamba wewe ulivyozaliwa kwa baba yako ndio ukukuta na dini hiyo, na wewe uko kuna hiyo. Ina maana hata sisi wa Tanzania tungetawaliwa na Mchina leo, tungekuwa Confucius. Tungekuwa Confucius, dini ya Kichina, dini ya wasomi, ambayo huyo ni msomi. Confucius ni msomi. Hakuwa na lingine zaidi. Yeye ni mtafutaji wa elimu. Confucius. Je, tukitawaliwa na Mhindi, ndugu yangu ungekuwa Buddha. Unamwabudu mtu mweusi yule chakra, kwa sababu yeye ana wanaita nappy hair. Buddha ana nappy hair. Na watu wote wa nappy hair ndio original man in another world. Waafrika wanatokaje huko? Waafrika huko, kutoka Waafrika ni kazi ngumu, kwa sababu wako kwenye chain. Kwa sababu chain ya sasa hivi tuliokuwa nayo hatujafungwa miguuni. Chain tuliokuwa nayo sasa hivi imefungwa kwenye ubongo. Na chain ya kwenye ubongo mpaka upaswe kichwa sio leo. Na Mwafrika kumfundisha kwamba hapo ulipo ni wrong. Hapa mimi nilipo wananiita mkosaji. Hapa ninachoongea hiki. Lakini mimi naongea lile ninalolijua na lile ninaloliamini kwa mimi. Si walazimishi wao wafuate vile ninavyofuata. Mimi hata ndugu zangu wakijua hili, wanajua hili kwamba mimi si mpagani.
kwa sababu upagani nao ni dini. Wapagani wanaabudu, ndio maana kuna vitu wanaita seen God na unseen God, miungu inayoonekana na Mungu asionekana. Unaelewa? Kwa hiyo mtu wote anaoabudu kitu kinachoonekana yeye ni pagani. Yeye ni mpagani. Upagani ni dini kwa sababu unaamini katika kitu. Paganism. Na hata katika kile kitabu cha ni kile cha Mankind Search for God, nje zimeandikwa dini zaidi ya 16. Sasa hivi dunia ina dini zaidi ya milioni 1. India tupu ina dini zaidi ya milioni 1. India peke yake ina dini zaidi ya milioni 1. Je, Mungu ni mmoja? Dini zote hizo Mungu kazeta. Wewe unaamini kwenye Mungu? Mimi naamini Mungu. Yupo? Yes. Mungu yupo. Haina mashaka. Hakuna chenye kichopo bila chanzo. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Turudi kwenye interesting. Uafrika sasa, ambapo tumepokea hii dini na imekuwa sehemu yetu. Sehemu ya maisha yetu. Huwezi leo kumzungumza mtu pasipo dini. Ili ufanikiwe kwenye biashara, nakwambia pia na lazima muombe Mungu ili ufanikiwe. Kuna mahusiano gani kati ya kuamini katika dini na kufanikiwa kwenye biashara kwa mujibu wa maarifa uliokuwa nayo? Sio kweli kwamba kuamini katika dini ndio kunakuleta mafanikio. Kuamini katika dini ndio kunaleta mafanikio, sio kweli. Na ndugu jamaa na marafiki, siendi mbali sana, mfano wao ni watu wa dini lakini maskini kama mimi. Utajiri unatokana na wale waliozaliwa nacho, na wewe ukizaliwa huna utaendelea kuwa peasant. Lakini kuna watu ambao wamezaliwa hawana chochote na wamekuwa matajiri. Na wapo matajiri ni atheist. Unajua watu kikundi fulani kinaitwa atheist. Ni watu ambao hawaamini Mungu. Mimi naamini uwepo wa Mungu. Lakini wao hawaamini kabisa kwamba kuna Mungu. Everything is nature. Sisi wa Afrika tunaamini katika Mungu toka enzi hizo, kabla ma-invader hawajatuvamia sisi. Ndio maana kina Ptolemy wanakuja kuivamia Afrika, wanaivamia Kemet, walikuta Waafrika wana hekalu la Memphis. Kwa nini limejengwa hekalu? Kwa sababu ya kuabudu. Hiyo ni 323. Alexander alishamia Babeli, ameshakufa. Lakini hata Alexander mwenyewe anakuja amekuta sisi tuna Mungu Amemera. Na wakati anakuja Alexander alifikia Memphis. Alifikia Memphis. Ndio mji mkuu ulikuwa wa Misri kabla ya Cairo. Cairo ni jina jipya. Nimekuja kwenye miaka 1900 baada ya kifo cha Yesu. Yani miaka ya hii ya kwa kifo cha Yesu kuanzia AD, tuseme AD, baada ya kifo cha Bwana Yesu. Ndio hayo mapokeo kwapo. Kwa nini Yesu yupo kwenye kila historia? Unajua ukimtaja hapa unamtaja Yesu, ukitaja kwingine. Kwa nini Yesu yupo kwenye kila historia? Kwa sababu huyu ndio contributor kubwa ya mabeberu na wakoloni walitumia kufanya utawala wao usimame, wakati wao wenyewe hawamfuati. Kwa Yesu alikuwa na nguvu kuliko mabeberu. Kwa wao, kwa kifaa, ndio maana Konstantini alijiunga na nguvu za huyu mtu ambaye mimi naamini ni myth. Unaelewa? Myth nayo karibiana na anatokana na Mungu. Mithra. Huyu Yesu ambaye alikuwa na nguvu kuliko utawala wa Konstantini wa Romani. Wakati wa Yesu Konstantini hayupo. Yesu yeye alikuja kipindi cha jamaa mmoja anaitwa Yesu, kipindi cha Augustus ndio kipindi cha Yesu. Augustus na mpwa wake anaitwa mpwa wake mmoja, nimemsahau jina lake kidogo. Hawa ndio wavamizi wa Roma. Walitoka Roma kuja kuivamia Judea. Judea ilikuwa eneo la watu weusi. Watu wakaja wa Roman wakaichukua Judea. Na ndio maana nikwambia kitu kimoja, unapofanya kila jambo uangalie kila shairi ina maana yake. Kuna wimbo mmoja jamaa mmoja aitwa Alpha Blondy. Alimba I see rising sun from Masada. Unajua Masada?
Masada ni ngome ya mwisho ya Wayahudi weusi wanaondolewa katika himaya ya Judea, kwa sababu kwa mujibu wa dunia elimu lilificha. Suleiman mjenzi wa hekalu na baba yake Daudi alimkabidhi ufalme wa Israeli ambayo ilikuja kugawanyika pande mbili baada ya Suleimani kupewa madaraka. Huku Rehoboamu huko watawala Suleimani. Kwa hiyo walipofanya hivyo Wayahudi wale wanani wa Roma walipoingia wakaingiza kitu naita intermarriage, fukuza watu kwenda milimani. Ndio maana kuna kitabu mimi nasoma hivi vitabu vyao ingawa ni kivikoti, watasema si unaona, nimeona kwenye comment zao kule wanasema si unaona Yesu naokoa, si unaona kamtaja Yesu, haleluya. Kwa sababu gani? Tumesoma hivi vitu, hatuwezi kukosa kuvitaja. Mimi mwenyewe nimekulia katika jamii ya dini, nimeishi na watu wa dini na sina ugomvi nao, sina matatizo nao. Na wengine hawajui kama mimi nafuata mila zao za nyumbani, mila za Kiafrika. Tunaishi nao. Lakini akiniambia asalamu alaykum, naitikia wa alaykum salam. Akiniambia shalom Kiyahudi, shalom alaykum. Akiniambia Bwana Yesu asifiwe, milele amina. Shalom na asalamu alaykum vinafanana? Hizi mfeto vinafanana. Shalom ni Kiyahudi? Shalom ni Kihebrew. Kihebrew. Maana yake? Maana yake amani iwe juu yako. Asalamu alaykum? Amani iwe juu yako. Alaykum salam? Alaykum salamu, nawe pia salamu ziwe juu yako. Kihebrew unaitikiaje? Kihebrew shalom alaykum, shalom alaykum. Shalom alaykum. Hii shalom alaykum ya Kiislamu na Kiyahudi inafanana na Akkadian na Kiaramaiki. Dini kubwa katika Mashariki ya Kati. Ambao hiyo Mashariki ya Kati wazungu ndio walisema Mashariki ya Kati. Si mimi kwa ufupi, kutokana na walimu wangu wa history wananiambia hii inaitwa kaskazini mashariki ya Afrika. Kaskazini mashariki ya Afrika. Kuna jamaa yangu mmoja niomba nikuulize hili swali. Amesema umetaja mawazo tata ya kidini. Na mojawapo ya kitu ambacho ulikitaja, vitu vimezua udadisi, vitu vingi ulivyovitaja. Ukataja mfano asili ya jina la John. Na mijadala mingineyo. Tukienda mbali zaidi, unaweza kuelezea ni kwa nini baadhi ya Biblia kama vile kama zile za Kikatoliki au za Kiorthodoksi zina vitabu zaidi kama vile Apokrifa na vitabu vya Deuteronomy kuliko Biblia za Kiprotestanti? Maprotestanti au ni waasi katika kanisa hili. Katika historia Protestanti wao walipinga kumilikiwa na Roma. Kwa sababu wa Roma wanatumia kitabu chao iko wanaita Bible ya kanisa Katoliki. Ni tofauti na Bible nyingine kwa sababu ina vitabu zaidi ya 70. Kuna Biblia zenye kitabu cha Roma, Warumi, na kuna Biblia ambazo vitabu havipo. Kama kitabu kimoja kinaitwa Book of Jasher. Ushawahi kusoma Book of Jasher? Hapana. Kitabu cha Jasher hii ni apokrifa. Kitabu hakifai kusomwa huko Neuma. Vimetolewa vitabu 16. Tutarudi kwenye hiyo story. Tuendelee hapa kwa Waroma. Waroma wao walipochukua madaraka yao walikuwa wanapenda kuwasogeza watu jirani, lakini hawana wema katika mioyo yao. Kwa sababu wao ndio wanalinda utawala. Siku zote mtu alichukua utawala kwa upanga anaogopa atakuja kuondolewa kwa upanga. Na ndio history inaonyesha duniani kwamba kama ulimpola mtu chake, basi na wewe utakuja kupolwa. Na ndicho kilichotokea. Walichokuwa nakifikiria ndio kilichotokea. Nao waliondoka kwa upanga. Kwa sababu Muhammad wa pili aliondoa pale Constantinople, na wakati huo Waroma wanataka kutengeneza coin bora ya kutawala ulimwengu. Dunia moja itawaliwa na pesa moja ya Roman coin. Lakini pale yule Muhammad wa pili, the Turks hawa, wakamfanyisha Constantino wa 13. Constantino wa 13 ndio the last imperial of the Holy Roman Empire.
Kwa hiyo kuna statement moja ilisoma kwamba anayeshinda vita ndio mwandishi wa historia. Kwa nini Muhammad wa pili hakuendeleza elimu yake ya dini kwenye himaya ya Roma? Muhammad wa pili Romani kwenye utawala wa Muhammad wa pili Ottomani ilikuwa na nguvu. Maana hakuna walichokuwa nakililia Waturuki kama kuikonka Constantinople. Constantinople ulikuwa mji mgumu uliotengenezwa strategy ya kivita. Yani ni ngumu kuivamia Constantinople. Kwanza ilijengwa na wall 3, kuta 3, in out in the center. Unaelewa? Kwa hiyo kuikonka Constantinople ilikuwa ushindi mkubwa. Wanasema pale ndio kitovu cha Waroma, kwa sababu Waroma walikimbia Roma wakakimbia Constantinople. Ni mji bora strategy ya kivita. Yani walikimbia pale kwa sababu tu hawezi kuvamiwa kirahisi. Ndio maana Waroma wanaika makazi yao pale. Na wakati wa Muhammad wa pili, wakati anachukua madaraka, alikuwa amepata nguvu sana. Akaenda kuzikonka mataifa mengine jirani. Hadi hii Urusi, nusu ya Urusi ilikuwa iko chini ya Waturuki. Waturuki kutokana na hili wakatengeneza jeshi kubwa linaloitwa Janissary. Janissary ni jeshi la watu ambao kwanza hapa ndio dini tatizo lake. Hao Waturuki walikuwa ni wafia dini wakubwa. Ni watu wa dini, wafia dini. Wao walikuwa na dini gani? Ni Waislamu. Lakini wale 70% ni Shia. Unasikia? Wale mabwana walikuwa wanavamia Bosnia, wakavamia ushamsikia the Dracula? Dracula aliuawa na Waturuki. Dracula alikuwa ni nani? Kwa sababu niliona kwenye filamu. Dracula alikuwa mtawala wa eneo moja huko karibu na Romania. Alikuwa mtu mmoja katili. Maadui zake anawachomeka kwenye ncha huko akiwa amekaa. Anaingizia kwenye sehemu ya siri. Huyu ndo Dracula. Lakini Waromani Waturuki wakatumia akili moja. Wakamchukua mdogo wake. Kwanza huyu Dracula alikulia kwenye ikulu ya Kituruki. Baadaye yeye akatoroka, akaona Waturuki wanataka kulipa kisasi cha baba yangu. Kwa sababu Waturuki walikuwa wanakulia baba yako na mama yako, alafu wanakuchukua wewe, wanaondoka nao, wanakwenda kuingiza jeshini, unakuwa mwanajeshi asiyejali chochote, hana familia. Turudi pale kwenye Waturuki na Waroma. Waturuki na Waroma kwenye vita yao ya mwisho. Ulizungumzia kuhusiana na ishu ya Waturuki mpaka ukanitaja Dracula hapa. Waturuki wao ni watu wenye nguvu, ni watu wenye jitihada kwenye lao wanalotaka. Na sisi wa Afrika inatakiwa tuige tamaduni na mila za nguvu za wale jamaa. Mila zetu tubaki nazo, lakini umoja wa Waturuki inatakiwa Afrika tuwe nao. Kwa hivyo turudi pale ambapo ulisema Mturuki alimfanya Mroma akaenda kuishi Constantinople, na Mturuki akaja akampiga Mroma akiwa Constantinople. Pale turudi kwenye historia hili, kwa sababu msingi wa swali langu ulikuwa ni kuhusiana na vitabu, kama unakumbuka. Vitabu. Vile nilivyokutajia, ambacho kilikuwa na Deuterokanoni, Apokrifa, Protestant. Ulinipeleka kule kwa sababu ya Waprotestant. Waprotestanti hawa ni waasi kutoka ndani ya kanisa. Kama mwaka 1517 akajitenga mtu anaitwa Martin Luther. Akajitenga na Roma. Kwa sababu gani? Roma ikawa inapata nguvu. Roma inapokea donation kubwa kutoka duniani. Roma inachukua vitu wanaita tribute. Yaani mtu unaotawaliwa anatakiwa utoe mali kwa yule anayekutawala. Unaelewa? Sasa wale wenzao nao unajua greed, tamaa. Takaona huyu mbona anatamba sana? Akaamua kutengeneza kanisa la Anglican, Lutheran Church. Huyu ni nani waliofanya haya mambo? Ni Martin Luther King. Sio Martin Luther King. Martin Luther ni mwana mapinduzi wa Kimarekani. Huyu ni Martin Luther. Huyu ni Mromani, ni Mjerumani. Alikuwa chini ya monastery ya Kiroma.
Okay. Yeye akaandika malalamiko yake 99 ya mateso ya Roma kwa raia. Michango mingi, adhabu nyingi, faida hakuna, sherehe kibao za maandishi, wakaanza kupingana wenyewe kwa wenyewe. Ili nalo ni sababu mojawapo inanifanya kwamba wenyewe kwa wenyewe walishindana. Hizi dili ni matengenezo, ni biashara ya wenyewe. Kwa hiyo naye Luther akataka kuonyesha utukufu wa Wajerumani, akatengeneza Lutheran Church. Lutheran Church. Tutarudi kwenye historia ya Lutheran Church na Anglican Church na makanisa mengine. Swali pale ilikuwa ni kwamba unaweza kuelezea ni kwa nini baadhi ya Biblia kama zile za Kikatoliki, Kiorthodoksi, sawa, au zina vitabu zaidi, si ndio? Kwa maana zina vitabu vingi zaidi, si ndio? Kama vile Apokrifa na vitabu vya Deuteronomy kuliko Biblia za Kiprotestanti. Unajua Biblia za Kiprotestanti hao walikuwa wanasema wewe, ambao ndo kama waasi wa Lutheran na Wagae, vitabu vyao ni vichache kuliko vitabu ambavyo vipo kwenye labda Roman Catholic. Kwanza nchi ya Roman Catholic, waliobaki wote wanaona Roman Catholic ni washirikina. Waliobaki hao waliojitenga ndani ya Roma, Anglican, Protestant, Presbyterian, sasa hivi kuna Mormon, Baptisti, umeelewa? Hao wote ni chanzo cha Martin Luther na Waingereza na Anglican yao, umeelewa? Hawa sasa ili washinde wa Roma, wanawaona wa Roma wao wametengeneza vitabu vingi ili kujilinda, umeelewa? Kwa hiyo imani ya Kiroma kwa hiyo ni dhaifu, ni imani ya kibinadamu ya kwa wao ndio ya kimungu, lakini hawaelewi kwamba Roma ndio yotengeneza system nzima 325 kule tulikotoka. Akatengeneza mfumo mzima wa dini, akamuondoa jamaa mmoja anaitwa Elias kutoka Libya. Yeye ndio alikuwa mpinzani wa haya mambo yote. Huyu jamaa akapewa exile, akahamishwa, alikoelekea huko akaenda kuishi muda mfupi akafa, na hatujui kama aliuawa kwa sumu, maana kipindi hiko kuwekewa sumu ilikuwa jambo la kawaida sana. Mtu akikupinga, chukua adui yako na rafiki yako, anakuwa adui yako, anakuwekea sumu, unakufa. Wewe hawa kuhivi vitabu vyao kuwa na maandishi machache kwa sababu wanataka kumshinda Roma, kwamba wao ni wanafikiri sana kuliko wa Roma. Mwenye mikatasi mingi, hana elimu kubwa. Wao wana elimu wana vitabu vichache, lakini wana elimu nyingi. Kwa hiyo hadi leo division hii mnaiona kwamba wa Roma wanaonekana. Wewe kwa Sabato usiwahi kusikia? Nawafahamu. Eti wa Sabato. Nenda kwa Sabato afu ulize kuhusu Roma. Watakuchukuliwa. Takwambia the beast katika Revelation, katika Ufunuo wa Yohana. Wanamzungumza kama the beast katika ile nyoka mwenye vichwa saba. Unajua wanamuita the beast Romani kwa sababu yeye ndiye yule mtabiliwa, unaelewa? Kwa hiyo hawa nje ya Roman hawawezi kumkubali yoyote, kwa sababu Roma ni mharibifu. Lakini katika dini ambazo zilizoundwa na wanadamu kwa faida zao, ambazo zina upole na utaratibu, Roma wako sawa. Kama mtu wa dini, mfia dini, basi baki na Roma yako. Kanuni inaniambia hivi. Roma ni watu waelevu. Roma ni watu waelevu. Roma ni watu waelevu. Kwa nini Roma ni watu waelevu kuliko Lutheran na Anglican? Hawa kwa sababu Roma ndio baba. Baba siku zote amchukii mtoto wake. Kwa hiyo hawa hata wakifanya nini mkono ukatwi. Unasikia? Kwa hiyo Mromani anawavumilia hawa kila siku. Hivi katika maisha yako yote ushawahi kumsikia Mroma anajibu hoja nyingine yoyote kwa mtu hata kama ameropoka? Papa ni mtu ambaye anahimiza sana amani. Vicar of Christ. Yeye ni makamu wa Yesu duniani. Kwa nini hatuna mitume na manabii weusi katika maandiko ya kidini? Katika maandiko ya kidini ni kimoja wapo kwa chini kukwambia ni white supremacy na Arab supremacy. Lakini ukweli uliopo, hao wote hawajawahi kuundua kitu. Vitu vyote hivyo ni mali ya watu weusi. Kwa sababu black ndio mwanzilishi wa kila kitu chini ya jua. Nimekutajia vitabu hapa, Book of Gilgamesh, Papyrus of Wadi, Papyrus of Never, Book of the Dead. Ukisikia Book of the Dead? Hapana. Book of the Dead ni vitabu kalive katika mahekalu ya Memphis kule.
Ukienda kwenye museum unaweza ukakuta Book of the Dead, lakini inalindwa sana kwa sababu ni treasure. Ethiopia inahusiana gani na Biblia? Ethiopia kwa sababu Malkia Makeba, Queen of Sheba, inasemekana Waarabu wanamuita Malkia Balkis, wazungu wanamuita Malkia Queen of Sheba. Sisi wa Afrika utamuita Malkia Makeba, mtawala wa Aksum, Ethiopia pamoja na Sudan. Huyu ni Black Mama, unaelewa huyu ni mwanamke mweusi, alikwenda kumtembelea kwa hadithi za vitabu vya dini, wanasema alienda kumtembelea Suleiman Jerusalem, kwenda kumjaribu kutokana na imani yake na nguvu zake, maana alisikia sifa zake nyingi sana. Malkia Makeba akafunga wao, akachukua safari ndefu akiwa na wafanyakazi wengi na dhahabu kibao. Unajua Afrika si matajiri wa kila kitu. Akambebea dhahabu Suleiman, na Suleiman alikuwa mpenda dhahabu. Katika hadithi mystical wanasema kwamba bwana alikuwa na kichuguu cha dhahabu nyuma ya nyumba yake. Suleiman ibn Daudi, yeye alikuwa mtu mpenda wanawake, alikuwa na wanawake 700, masuria 300. Lakini leo hii ndio uone ndugu yangu kwamba haya mambo si kweli. Alikuwa na wanawake 700, masuria 300. Binadamu gani anaweza kufanya mambo? Masuria ni kina nani? Masuria ni watu ambao mahawala, vimada. Unaelewa? Sasa ukija huku, huyu Sulemani alikuwa na wanawake 700. Wao wanamke wanaambia wao mmoja. Hivi kwani unaweza kuoa mwanamke mmoja? Kwa nini imeletwa hii dhana ya kuoa mwanamke mmoja? Imetoka wapi? Dhana ya kuoa mwanamke mmoja. The white supremacy. Kwa sababu wanajua mtu anaozaa sana duniani ni mtu mweusi peke yake. Hiyo inaitwa envy of black men penis. Unasikia baba? Chuki dhidi ya uume na mtu mweusi. Unajua sisi watu weusi tuna kila kitu tulichopewa na Mungu, kwa sababu hizi fisadi zote, mila, dini kuletea kwa nguvu, hizi zote kutupunguza nini? Nguvu tulizokuwa nazo. Na kweli tushakuwa tepe. Kama umepigwa ngumu unasubiri urushiwe taulo ulikoni. Sasa ndio hali tulikuwa nayo. Umesikia brother? Sawa. Ulizungumzia vitabu pale. Ukasema kuna vitabu ambavyo vimeondolewa. Ndio. Na kuna kwenye Biblia kuna vitabu vipo na vitabu vimeondolewa. Ndio hapo ukisoma kitabu ni vitabu gani havipo kwenye Biblia? Kwenye Bible? Unajua unaposoma Biblia ziko nyingi. Kama nilivyokuambia. Unaweza ukasoma Deuterocanon, ukasoma Union Vision, ukasoma King James KJV. Kwanza kwa ufupi KJV, King James Vision, itengenezwa na mtu mmoja anaitwa Mfalme John. Ndio maana ikiitwa KJV. Maono ya Mfalme James. Huyu anaitwa James. James, baba black, mama black, baba white, ni murato. Kwa hiyo yeye ndo alitengeneza commission ya watu 43 kujichimbia katika dungeon chini huko, na kukaa zaidi ya miaka 5 au 3 na kutengeneza kitabu cha Anglican Church. KJV wenyewe ni wa Anglican. Sawa. Tukienda kumalizia, mi nataka kujua msingi wa wewe kusoma hii elimu yote. Kwa nini unataka watu wajue hii elimu? Elimu hii nataka watu waelewe kwamba sisi watu weusi ni watu watukufu sana duniani. Nikwambie kwa ufupi, kwa hiyo dini wanazosema hajawahi kutokea nabii mweupe. Katika research yangu kusoma vitabu vya watu wa dini, niliposoma nikagundua kwamba hao manabii wao wote hakuna mweupe hata mmoja. Msikia? Turudie tena hapo. Manabii wao wote wanawataja katika vitabu vyao. Kuanzia Ufunuo, kuanzia Mwanzo tu Ufunuo. Na kuanzia surati Nasi tu surati Fatiha. Hakuna nabii aliye mweupe. Dini zote waanzilishi, mipango yote, mainstigator, sisi wenyewe baki.
Wazungu wakakopi na kupaste, wakaamua hivi vinafaa, wakaamua kututa sisi kwa vurugu. Wakati huo kizazi chetu kilichokuwa na elimu hile kishafutwa. Umesikia? Unajua mimi nikuvamia nyumbani kwako au mji wako ukiwa na watoto zako na wasomi na wajinga wapo, lakini wasomi wote itabidi wauawe. Umesikia? Wasomi? Wow. Wasomi wauawe. Vitabu vyako vyote ulivyokuwa umeandika na elimu uliokuwa nayo lazima tuifute. Ili tupate tukutangaze kwamba wewe ni inferior. Wewe dhaifu. Una kitu. Kwa hiyo wewe unapaswa utawaliwe. Ndio mfumo mzima ulivyowekwa. Ili uwe smart. Turudi pale. Kwa nini unasoma hivi vitu vyote? Unatakia nini Afrika? Nataka Afrika waamke kama alivyoamka watu wengine wenye akili zao kule Burkina Faso. Maana kama juzi bwana mdogo Ibrahim Traore aliambiwa ajenge misikiti 200. Sasa msikiti just kuswali. Kwani usipinge hospitali watu kupata matibabu wakaenda kuishi vizuri kwa wakiwa na afya njema. Mtu akiwa na afya njema ndio atafanya kazi. Mtu akiwa na afya njema hata kama akiwa mtumwa wako ndio atakufanyia kazi vizuri. Lakini Ibrahim Traore akaja na mawazo ya Kiafrika kwamba tunachokihitaji hapa ni hospitali na elimu na vitendea kazi kama pembejeo za kilimo. Ndio vitu vinavyohitajika Afrika. Afrika tuachane na vitu tulivyoletewa na wageni. Imported gold, imported buku, kila kitu tumebebewa kutoka kwenye maboti na meli. Hivi vitu tuachane navyo. Afrika tuna nafasi ya kuendelea kwa sababu hakuna dunia bila Afrika. Afrika tuna watu zaidi ya bilioni 1 na milioni 6. Umeelewa? Bilioni 1 na milioni 6 hao wanaoishi ndani ya Afrika. Tukiungana sisi wenyewe tunawazidi wazee. Tukiungana kiuchumi, tukifanya tuondoe mambo ya passport na mipaka waliweka. So mpaka kaika mkoloni. Mkoloni huyu ndio alotufanga mimi wewe ni kwa ndugu yangu lakini umewekwa mpaka wewe utakuwa na kabila lako na mimi nitakuwa kabila langu. Tuko pamoja, wewe utakuwa na dini yako, mimi nitakuwa Muislamu, utakuwa Mkristo. Kule wewe umevamiwa na Mwingereza, mimi huku nimevamiwa na Myemeni. Itabidi niona nifuate dini ya Myemeni alonitawala. Ndio maana kutoa mfano mmoja, wewe ungetawaliwa na Mchina ungekuwa Confucianism. Ungetawaliwa na Mwingereza sasa hizi wewe ni Anglikana. Umeelewa? Sisi bahati nzuri tumetawaliwa na wakoloni tofauti. Sisi tumetawaliwa na Mleno katawala Kilwa. Lakini Kilwa wenyewe alitawala kimabavu. Alikutana na wale watu wabishi, Mleno alishindwa kukaa. Tukatawaliwa na Mjerumani. Mjerumani kakaa sana hapa. Tukaja tukakabidhiwa sisi kama yani imagine mzungu anakufanyia. Yani wewe taifa kubwa lina watu wengi anasema nao hapa Mwingereza au wale. Sisi Mwingereza tulee sisi watu wazima na akili zetu, tuna nchi na kila kitu. Yeye kwake amemshinda Mwingereza. Wazungu washaika pigana vita miaka 200. Mwingereza na Mfaransa. Kwa kutafuta maisha. Yao kwa wamewashinda wanakuja kwetu kutupangia. Waafrika waamke. Mimi nasema hivi, ukienda katika hekalu la Kemet au misemo ya Afrika wenyewe mababu wanasema know yourself. Jitambue mwenyewe Mwafrika. Wewe ni nani? Umekuja duniani, wewe ndio baba wa vizazi vyote. Wewe ndio contributor wa ulimwengu. So, nataka turudie information hii uliyoiongea in English language. At least for many Africans to understand what you have been saying. Yes. For you to study all these informations about religion, why, what do you want for Africans? I want Africa to develop themselves. Africa to develop themselves without depending to white race or other race, to depending on ourselves black race. Black race everywhere we are. Do you understand? Everywhere. Unaweza ukatukuta sisi. We are the people. God given us the power. Everything to the land, to the mountain, to the river. We have everything we need to develop in ourselves without invader or the foreigner. So we don't need their religion. The religion is not matter to us. We need the education for ourselves.
Our education we need education from our master who knows something about Africa. Who is our master? The fathers and the mothers. If you listen to your mothers and fathers, you will know the true meaning of to be a black man. He will teach a good reason. But if you don't understand your mother and your father and mother is to me, I say my mother is a savior to me. He is a God in the world to me. I want to worship my mother, but sometimes I say, this is it. My mother is very amazing. First one, I worship my mother. Than any other. No others. My mother, to me, is a secretary. Is your mother Christian or Muslim? My mother was a Muslim. No. But I lived in it. I never see him to go to the mosque. You never see her to go to the mosque. Yeah, I never see her to go. Yeah, most women mostly they worship inside. What? In their houses, in their rooms. My mother, I think like me, I saw my God here in my heart. I believe God in my heart. My God is with me. So you don't need to go to the church? Yes, man. I don't need to go to the church or the temple because God is with me. God is with me. If you say amen, praise God. Be so and be it. Asante sana. Asante sana kwa maarifa. Naamini una vitu vingi sana vya kutuelimisha, lakini muda wetu ni mchache na wewe una majukumu yako mengi. Pengine tutafuta wakati mwingine wa kujifunza na watu kufahamu hivi vitu wanavyoviamini. Again, haya ni mawazo yako wewe. Hichi ndicho unachokiamini. Watu wana nafasi ya kuchambua kipi cha kweli, kipi cha kutokuacha. Na kama kuna wale ambao nimewakwaza, kuna watu, mimi nakwambia kuna watu wanaitwa wafia dini. Hao watu ni wakorofi sana. Wao wanataka wanavyoamini wao wewe ukubali. Wakati yeye jina lake anaitwa Samsoni, mimi naitwa Chionda. Mungu angetaka tuwe pamoja, tungekuwa na jina moja. Lakini mimi naitwa Chionda, mimi ni different. Hatufanani mimi na yeye. Tuko tofauti. Kwa hiyo mimi wacha niamini ninachokiamini. Naamini cha kwangu ninachokiamini ni bora. Ndicho kitakachonipeleka kule nakojua alionileta wapi atanipeleka. Watu wakitaka kutafuta, wakitaka kuongea kwenye majukwaa, wanakupataje? Mimi watu wakitaka kunitafuta kuongea, mimi niko tayari kufundisha yoyote. Yoyote anonihitaji akiwa mwema anakuja kwa wema. Kwa sababu sasa hivi ninavyoongea hapa, nishatengeneza duniani lazima utengeneze pande mbili. Adui na rafiki. Ndio maana kuuliza you are foe or friend. Yaani ukigonga mlango wangu usiku manane, lazima nikuulize foe or friend, adui au rafiki. Kwa hiyo hapa hata Mwingereza na msemo wake mmoja anasema ukiwa una adui basi mchague mmoja awe adui katika rafiki zako. Ukiwa una adui, mchague adui. Ni muhimu katika maisha. Robert Greene ameandika hivyo kwenye kitabu chake cha 48 Laws of Power. Ameandika hivyo. Hata ukienda kwa Machiavelli, ushasoma kitabu cha Machiavelli? Hapana. Anaongea hivi kwamba if you have no enemy, choose one among them your friend. Adui ya Mwafrika ni nani? Adui ya Mwafrika, white men and sio Mwafrika mwenyewe. I don't know. African hawajajua haya mpaka pale walipoletewa. Mimi nakushukuru sana. Nimekutana na Chionda, nilikutana naye mtandaoni. Ana maarifa ambayo yeye ameyasoma kwenye vitabu, na hii ndio sababu ambayo imenifanya mimi kumtafuta yeye ili kukuletea haya aliyokuwa nayo yafike kwako. Uchaguzi wa kuyakubali au kuyakataa haya aliyoyazungumza unabaki kwenye kichwa chako baada ya kutafakari kile ambacho amekizungumza. Mimi nimeyafikisha kwenye jamii kuanzisha mjadala mpya.
Ikiwa unatamani mjadala huu uweze kuendelea, unaweza kuniambia hapo kwenye comment, tutatafuta namna nyingine ya kuendeleza zaidi, ili elimu hii watu wengi waijue na waweze kuipinga au kuikubali kwa namna yoyote ile. Msimamo wake wa yote haya, anasema ni wa Afrika kukubali na kurudi nyumbani na kujiamini na kuijenga Afrika yao, kama ambavyo Marcus Garvey aliwahi kusema, Yes. Afrika ili iweze kuendelea inahitaji kuendelezwa na Waafrika wenyewe na si mtu mwingine yoyote. Nashukuru sana kwa kutazama muda mrefu tangu tumeanza kuangalia hiki kitu. Pengine kuna kitu umekijifunza. Asante. Jina langu naitwa Temidayo, nilikuwa na Chionda hapa. Hii ni Crown Media. Tutakutana wakati mwingine.